Mungu ametunza maisha yangu. Mungu ametunza maisha yangu. Mimi wangeshanisahau siku nyingi. Mpaka hapa ninapoongea na wewe, nimekoswa kwenye ajali kadhaa. Ajali za magari 16, ajali za pikipiki 5, radi 1, bajaji 1. Hizo na zingine zipo. Nimeenda hospitali, nimepima, wameniandikia dawa, sina hela za kununua dawa. Na hospitali waitaka wanganganie kicheti changu, niwaambia nipeni, mimi sina hela, mtu akinisaidia kunipa dawa, basi nipeni cheti. Kwa hiyo wakanipa cheti. Mpaka siku hiyo ya kikao, mimi nilikuwa na siku ya 3. Nimepima, sina hela ya kutibiwa. Nilitembea kwa miguu, huku miguu ikiwa imevimba mpaka kwenye kikao. Kwa nilipofika kwenye kikao, kile kikao nakumbuka kilikuwa kizuri sana. Kilikuwa kinapanga mkakati namna ya kuondoa tatizo lilopo kwa wachungaji. Kwa walitakiwa waweke advocate. Advocate anataka sikumbuki vizuri alikuwa anataka milioni ngapi. Ibidi wazigawanye kwenye makanisa. Na mimi wakanigawia shilingi 50,000. Mwamuruku Isamilo mtalipa shilingi 50,000. Mimi nyumbani sina chakula. Nimekosa nauli ya shilingi 350 kwenda kwenye hicho kikao. Nimetembea kwa miguu. Miguu yangu imevimba na ninaumwa. Sijanunua dawa, na siku ya 3 nimepima hospitalini, ninaumwa. Nimeshindwa kununua dawa. Lakini nimeenda kwenye kikao. Nimejitahidi kwenda kwenye kikao kwa mguu. Waliponiambia 50, niliwaambia jamani, naomba niseme kidogo. Wakaniruhusu niseme kwenye kile kikao. Nikawaambia hapa nilipo mwenzenu, kwanza ninaumwa, nimekosa hela za matibabu. Cheti hiki hapa. Ni siku ya 3 toka nimepima. Nimekosa hela kununua dawa. Lakini jambo la pili, mahali ninapoabudia nadaiwa. Sijalipa. Hela kodi zilishaisha. Lakini jambo la 3, nyumba ninayokaa, mwenye nyumba ananidai. Na nizolipa nazo nimekopa, nazo nadaiwa, na sijajua nitazipata wapi za kulipa. Jamani, ningekuwa na hiyo hela, si ningemlipa mwenye nyumba nilale kwa amani mahali kwenye nyumba ambapo nimepanga? Kama ningekuwa na hela, si ningeenda kukomboa hata ila mpifa yangu inisaidie kwenye huduma? Niseme ukweli, wachungaji siku ile baadhi yao walitoa machozi. Walifuta machozi kwenye macho na wakamwambia mwangalizi, wakamwambia viongozi, wakasema hilo jina ondoeni hapo. Liondoni, kwa wakaliondoa jina langu kwenye bajeti ya shilingi 50,000, wakalifuta. Sasa hayo ni mapito ambayo mimi naita ni mafuta ya utumishi. Kwa hiyo baada ya hapo, kusema ukweli, tumeendelea. Na nimeendelea, na mshukuru Mungu. Nilipomaliza miezi kama 7, kwa nilikaa kwenye nyumba niliyohamia, niwachekeshe kidogo, ambao watu wengi nikiwasimulia wananichekaga sana, lakini ndio ilivyo. Nilihamia kwenye nyumba tarehe 17 mwezi wa 9, 2007. Nilikaa kwenye nyumba yangu mwezi wa 9 wote, mwezi wa 10 wote, mwezi wa 11 wote, mwezi wa 12 wote. Kama ni nyama nilizokula, nilikula kwenye vikao vya section. Nilipohudhuria kwenye vikao vya section, basi ndio nilikula nyama. Lakini nyumbani mwangu sikuwahi kula nyama. Kwa hiyo mwezi wa kwanza tarehe 20 nilimtembelea yule mtumishi aliyenipaga ile shilingi 5,000, na baada ya kupata nyumba alinipa chandarua. Anaitwa James Dwegasira. Akanipa 5,000, nikaenda ikanisaidia kulala guesti na kula hotelini 1,500. Lakini nilipohamia kwenye nyumba akanipa chandarua yake. Kwa hiyo chandarua ya kwanza kujifunika pale chini ni chandarua ya huyu mtumishi wa Mungu. Nilipomtembelea akamwambia mke wake,
alikuwa amechinja kambuzi kana siku 3, akasema mchungaji, mpeka kipande ka nyama kachome nyumbani kwake. Kwa mara ya kwanza nimepata kama karobo kilo. Kanyama ndio kameingia kwa mara ya kwanza mwezi wa kwanza tarehe 20 kutoka tarehe 17 mwezi wa 9. Ndio nimekula nyama nyumbani mwangu kwa mara ya kwanza. Sasa wakati huo siwezi kutuma hela nyumbani. Mke wangu anauza sokoni, anauza mchele, ndio anakula na watoto. Na zingine namuomba huku nimezidiwa kabisa. Nina njaa kabisa huku, hali ni mbaya, ananitumia. Hayo ndio maisha niliyoanza nayo. Kwa hiyo mke wangu nampongeza sana, amekuwa baraka katika huduma hii. Nikupongeze sana mchungaji. Ushuhuda wako ni mzito sana. Lakini tunaposema Mungu ni mwema, wewe katika safari yako ya utumishi, yako mengi ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yako. Na je, ni yapi ambayo ameacha kama alama katika maisha yako ya utumishi mpaka hapo ulikofikia? Asante sana. Nakushukuru sana. Yako mengi. Jambo la kwanza, Mungu amenitunzia familia yangu. Nilikaa miaka 7 bila kuona watoto. Siwezi kwenda Mbeya, siwezi kutuma hela, miaka 7. Kwa watoto wangeweza kuharibika. Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka 7 nimeenda Mbeya kuona watoto, ni baada ya kuteuliwa kuwa katibu wa idara ya umisheni jimbo. Tulienda kwenye kikao Mbagala, wakaturudishia nauli za kwenda na kurudi. Na mimi mkurugenzi wangu alikuwa amenipa nauli ya kwenda na kurudi. Kwa hiyo nimeenda ya kwenda nayo. Sasa wale wamenipa nauli ya kwenda na kurudi, ukijumuisha na ile ya mkurugenzi wangu alionipa, nikawa kama na nauli 3 sasa. Hiyo ndili nilazimu nikatishe baada ya kutoka Dar es Salaam kurudi Mwanza, niende Mbeya nikaone watoto baada ya kuwatelekeza miaka 7. Mke wangu tulikuwa naye huko. Kwa hiyo moja la kwanza kubwa, amenitunzia familia yangu. Kila mahali wanampenda Mungu. Watu ambao walinisema wengi kwamba ametupa watoto kwa sababu ya huduma. Kwa watoto wangu wangeharibika, kilio changu kingekuwa kikubwa sana. Lakini Mungu amenitunzia watoto. Mungu amenisomeshea watoto. Hilo la kwanza. Namba 2. Mungu ametunza maisha yangu. Mungu ametunza maisha yangu. Mimi wangeshanisahau siku nyingi. Mpaka hapa ninapoongea na wewe, nimekoswa kwenye ajali kadhaa. Ajali za magari 16, ajali za pikipiki 5, radi 1, bajaji 1, hizo na zingine zipo. Kwa Mungu ametunza maisha yangu. Ninapozungumza ajali 16, ni ajali mbaya. Na nyingine mbaya kuliko zote ni ile iliyotokea Mbalizi, maeneo ya Tugimbe, nilipogongwa na semtela nikiwa kwenye noa yangu ikavunjika vipande, mimi nikatoka sina alama. Ajali ya kwanza ilitokea Kibaha, nimetoka kwenye msiba wa baba yangu Mbeya, narudi Mwanza. Kuna basi liliitwa Melkizedeki, lilikuwa likitokea Kiera kwenda Dar es Salaam. Nilipanda hilo basi. Sijajua ni Kibaha maeneo gani pale katikati. Sikumbuki kwa sababu ilikuwa ni usiku. Alikuwa nakwepa nini njiani mimi sikumbuki. Basi liliviringika, akaenda Jumla pembeni, akaanza kuviringika kwenda bondeni, mpaka bondeni. Sasa kule bondeni matairi yakiwa juu, mimi niliomba tu Mungu lisiwake moto ili tusiteketee mle ndani. Walipofungua mlango wa nyuma, walipobomoa kule nyuma, mimi nikachukua mkoba wangu nikatoka. Kwa kweli sikugeuka nyuma kurudi. Nikasema Mungu umeniponya, sikugeuka nyuma. Nikaanza kutembea kuelekea Kibaha. Sikugeuka nyuma. Kwa sijajua watu walikufa, watu hawakufa.
watu waliumiaje, kwa sababu wengine walikuwa wamenyamaza, wengine wanapiga kelele, waokoaji ndio wamekuja wengi. Sasa sijui kilichoendelea, ila mimi nilikuja kwanza kujisikia maumivu baada ya siku 5, nikawa siwezi kuinua mkono, ndio nikagundua kwamba kumbe niliumia baada ya siku 5. Lakini private nazungumza chache, ziko nyingi lakini nazungumza chache. Private ili nikuta Manyoni, nimetoka kwenye kikao cha bodi ya umission. Kikao cha bodi tuliingia tarehe 2, kipindi Moses Magemba akiwa mkurugenzi. Tarehe 6, tarehe 2 tumeenda, tarehe 3 kikao, tarehe 4 na tarehe 5, tarehe 6 tumemaliza kikao, ndio tunatawanyika tarehe 6. Kikao tumemaliza tarehe 5. Tarehe 6 mimi nilibaki nikaingia makao makuu ili nishughulikie baadhi ya vitu pale makao makuu. Nilipotoka makao makuu nikaenda kupanda gari, nilitaka kufia Manyoni. Dereva akiwa anaendesha, mimi nimekaa kiti cha nyuma. Niliona dereva anaacha barabara, nasoma speedometer ina 120. Nikamwambia dereva, rudisha gari barabarani. Nikaona dereva ameuma meno, anagombana na gari, manake liko nje ya uwezo wake. Nilianza kukemea. Gari liliingia nje ya barabara, lilitembea na spidi 120. Baadaye tukaingia kwenye korongo la karavati ambalo linavusha maji kutoka ngambo ya barabara kuingiza ngambo ya barabara. Tuliingia kwenye lile shimo, hapo ndipo nilipoteza mimi mwelekeo wa kuona, kwa sababu nilikuwa naona kila kitu nakemea. Gari liliingia, lilipiga, likaruka, likaanza kuviringika. Tumo ndani. Hapo ndio sikuona. Sasa tukiwa tunaviringika, mimi nilikuwa naona kama tuko kwenye mpira, alafu mtu anadunda dunda mpira. Hiyo ndio ajali niliyoumia mimi kwenye magari. Hiyo ndio ajali niliyoumia. Nililazwa Manyoni, lakini kwa sababu x-ray zao zilikuwa mbovu, ilibidi nihamishiwe Itigi. Itigi wakapiga, wakasema umeumia sana kifuani. Nikaomba, nikasema nakaa karibu na hospitali kubwa nyumbani kwangu nakoishi Mwanza. Kwa wakanipa kibali. Nikaja Seketure, nikaingizwa kwenye CT scan, wakagundua kwamba huku kifuani kumevuja damu. Kuna damu zimevujiwa. Sasa zimetoka wapi? Sijui. Ila walinipa dawa, nikatibiwa. Ilikuwa mwezi wa 5 tarehe 6. Mwezi wa kwanza tarehe 6. Kutoka mwezi wa kwanza, wa pili, wa 3 mimi nilikuwa siwezi kuhubiri kwa sababu ya yale maumivu. Mwezi wa 3 nimepona, ndio linakuja kongamano la Mbeya la umisheni pale Itende. Nikasafiri, nikaenda na gari yangu. Nilipofika Itende, tumemaliza kongamano, na siku ya mwisho ya kongamano mimi ndio nimeongoza maombi ya kongamano, kufunga kongamano asubuhi, watu wasafiri salama. Na hata Dodoma mimi ndio niliongoza maombi. Mambo ya ajabu sana. Ndio niliongoza maombi ya bodi ya kuagana kwenye kikao cha bodi, jamani, kila mtu asafiri salama. Ndio niliongoza maombi. Na Mbeya niliongoza maombi. Kwa hiyo tulitawanyika Mbeya Jumamosi nikarudi nyumbani kwangu Isanga, Mbeya mjini pale. Jumapili nikaenda Mwashiwawala kwenda kuabudu. Nilipofika nilienda kuwasalimia ndugu zangu walikuwa wamefiwa kule. Lakini kuna kijana aliyefiwa na baba mkwe wake alikuja kunisaidia kujenga kanisa hapa, alijitolea. Alipofiwa tukamsafirisha. Kwa hiyo nimefika Mbeya kabla niende kuwasalimia na kuwapa pole. Kwa hiyo nikaingia kwenye ibada, tukaabudu pale. Vizuri, baba Mwashiwawa akanipa madhabahu. Kama kuna siku nimehubiri masaa mengi kanisani, pale nihubiri si masaa 3 kama sikosei. Nilikuwa na ujumbe unaosema huyajui ya kesho. Ongeza utakatifu, viwango vya utakatifu. Ongeza viwango vya utumishi. Ndio ilikuwa ujumbe wangu. Ongeza viwango vya maombi. Ongeza viwango vya ibada. Ongeza viwango vya utumishi kwa Mungu wako. Ndio ilikuwa ujumbe wangu siku ile. Kusema ukweli, tulipomaliza baba akasema twende nyumbani ukale ugali. Tukala ugali. Kwa siku kwenda kwa ndugu zangu, mvua zikanyesha mpaka saa 12.
Kwa hiyo nikaanza kwenda kusalimia ndugu zangu saa 12. Kwa hiyo nikasalimia mpaka saa 3 kasoro. Saa 3 kasoro sasa natakia nirudi mjini kwangu, kwenye mji wangu Isanga, Mbeya Isanga. Bwana mdogo yule nilikwenda kumuona, tulikuwa wote ananizungusha kwa ndugu zetu. Asa nikusindikize. Kwa hiyo akanisindikiza mpaka Mbalizi pale tarafani Tugimbe pale hoteli ya Tugimbe. Akasema kaka, niache hapa nipande bajaji zinirudishe Mwashiwawala. Nikaweka pembeni gari, akashuka. Aliposhuka tukaagana naye, nikataka kuondoa gari, nyuma yangu nikaona kuna gari ilikuwa ni Toyota double cabin, ikapita na mimi nikaifuata. Hatua 10 ni nyingi. Nikaona hali ya hewa imechafuka na mji wa Mbalizi ulikuwa giza, umeme ulikuwa umekata. Semtwela imetoka milima ya Iwambi, imefeli breki, imebeba vifaa vya ujenzi na yenyewe limezima system ya umeme. Kona lenyewe ni giza na mji wa Mbalizi ni giza. Driver lilinyosha kaingia nalo mjini. Alianza kufieka mtu mmoja baada ya mwingine, gari moja baada ya nyingine, bajaji moja, pikipiki zilifiekwa sana. Sasa mimi ghafla, na nilipiga taa za karibu, naona gari ya mbele yangu imepigwa, na waza nifanye nini. Ile nawaza nifanye nini liko kwenye boneti yangu. Kwa nini hicho kifanya ni kusema tu yes. Nikiwa nimeshikilia usukani na gari natembea. Ilipigwa gari yangu, ikarudishwa, ilikuwa inaenda nyuma, ikarudishwa nyuma. Baadaye ikawa imesimama. Nikasikia nyuma kishindo. Ile semtele ikagonga nguzo ikadondoka chini ya umeme. Ikagonga ile container, likashuka, likadondoka chini, likapasuka, likamwaga vifaa vya ujenzi. Na ile semtela ikaenda kujikita mlangoni kwenye hoteli ya Tugimbe. Nikajua nimepata ajali. Lakini nimepona, maana siyaguswa. Ndipo nilipotoka, nikafungua mlango. Kumbe sijui, maana ni giza sasa. Ni giza. Kwa nikafungua mlango, kumbe kama mlango kamebaki nusu, kamebaki pale kwenye kitasa, kamebaki nusu. Kwa hiyo huko nimeshafiekwa. Mimi sijui. Kama mlango kafunguka, nikatoka nje, nikafungua mikanda yangu niliyokuwa nimejifunga, nikashuka. Kuja kufika mbele, kuona gari limebaki kama kiberenge tu, mpaka viti vimeng'olewa. Dashboard lote mpaka gia imeng'olewa, viko kwenye kiti. Kiti kimelala, viti vya nyuma vimeng'olewa. Mimi nimebaki na kausukani kangu tu na speedometer zangu pale na kiti changu basi. Kwa watumishi wa Mungu, Mungu anatunza maisha ya watu. Sasa muda ni mdogo, siku nyingine nitaelezea. Ziko radi, ziko ajali nyingi, lakini Yesu ameniponya. Ajali 16 za magari, ajali 1 ya radi, ajali 5 za pikipiki, ajali 1 ya bajaji na zingine. Nitaeleza siku moja. Ya radi nilikuwepo nyumbani, palikuwa na mti mkubwa upenuni mwa nyumba na niliyopanga ninapoishi. Na nafikiri nilikuwa nimetoka kanisani, nimerudi nyumbani. Nilikuwa naongea na simu kama saa 1:30. Kakaja kamvua kadogo. Ilipiga radi. Sikujua hata simu nimeweka wapi. Umeme umekata. Pale ndani hatukujua nani yuko wapi na nani yuko wapi. Bahati nzuri mama hakuwepo, alikuwa amesafiri. Tulisambaa mle ndani. Sikujua simu iko wapi, nani yuko wapi na nani yuko wapi. Hiyo ni baadaye ndio mnaanza kutafutani, fulani yuko wapi? Fulani yuko wapi? Ndio nilipotoka nje, nikakuta limti likubwa sana lilikuwa pale mlangoni kwangu. Limechanwa kutoka juu mpaka chini, alafu imerukia kwenye mwembe mkubwa na wenyewe umepasuliwa, imeondoka radi. Kwa nilipona na radi. Ilikuwa niondoke na radi. Yesu akanihurumia. Kwa katika yote Mungu ameyatunza maisha yangu. Lakini jambo la tatu ambalo naweza nikajivunia kwa alama ambazo Mungu anaweza kasema, hizo zingine naweza nikasema sio alama, ni ushuhuda wa mambo ambayo Mungu amenifanyia. Familia, lakini mimi mwenyewe. Jambo la tatu, namshukuru Mungu. Moja ni kuzaa wachungaji wengi.
2 ni kufungua makanisa mengi. Mpaka sasa Mwanza nina miaka 19. Na juzi tarehe 5 tulikuwa na Sayuni Day ya kumshukuru Mungu kwa miaka 19. Lakini nimefungua makanisa zaidi ya 20 kitu. Makanisa zaidi ya 20 kitu. Nimepanda. Nimezaa wachungaji zaidi ya 20 kitu. Sasa kwa mwendo huo mimi namshukuru Mungu sana. Kwa yako makanisa yanayoendelea, yako yasiyoendelea. Wako wachungaji walioendelea, wako waliorudi nyuma. Lakini nimezaa. Sasa na mtu aliyezaa watoto wengi, wapo waliokufa, wako walio hai. Ndio. Kwa namshukuru Mungu kwamba Mungu alinileta Mwanza kwa makusudi. Na makusudi yake yanaendelea kutimia. Na hata sasa. Na jambo la mwisho, kwa kweli najiona bado sijafanya kazi. Bado sijafanya kazi. Shauku yangu, hamu yangu ni kufungua makanisa, na hata hivi wiki kesho ya kuanzia Jumatano tunaenda kufungua kanisa. Na nategemea kabla ya kumaliza mwaka, kutoka mwezi wa 7, kabla ya kumaliza mwaka tuwe tumefungua makanisa 4 ndani ya miezi tuliyobaki nayo. Na mimi namwamini Mungu kwamba atatuwezesha na tutafungua makanisa 4. Kwa hiyo naendelea kuzaa wachungaji, naendelea kuzaa makanisa. Kwa hiyo nahitaji maombi yenu, niombeeni ili nitimize kusudi hili. Asante sana. Nikupongeze sana mchungaji, hongera sana. Amen. Kwa kazi kubwa ambayo umeweza kuifanya, lakini pia na Mungu ambaye amekutunza na ameyatunza maisha yako. Amen. Tunapohitimisha, pengine unapeleka ujumbe gani kwa wachungaji ambao wanakufuatilia kupitia channel ya NYTV? Amen, asante sana. Kabla sijafika hapo kwenye hilo hitimisho, ni washukuru wote walioniombea, wanaoniombea, wanaonikumbuka kwa maombi. Najua kuna watu wananiombea. Na washukuru sana. Naendeleeni kuniombea. Bado namhitaji Mungu anisaidie. Lakini pia ninawakaribisha Isamilo. Na kwa sasa Mungu pia amenipa neema, si niseme neema, lakini amenipa nafasi kwa wakati huu kwa mwangalizi wa section ya Nyamagana mjini kati ndani ya jimbo la Mwanza Kusini. Lakini pia Bwana amenipa neema kwa wakati huu kuwa mkurugenzi wa idara ya misheni jimbo la Mwanza Kusini. Lakini bado Mungu amenipa neema ya kuwa makamu mkurugenzi wa idara ya uinjilisti jimbo la Mwanza Kusini. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba bado ameniona naweza kufanya kazi. Endeleeni kuniombea ili Mungu aendelee kunitia nguvu na kuniwezesha. Maono yetu ni kufungua kanisa, kupanda makanisa. Maono yetu ni kuzaa watumishi. Ndio kilio chetu kikubwa. Ninapokuja kwenye hitimisho, nataka nikutie moyo unayeanza huduma. Nikutie moyo unayepitia mambo magumu, kwamba hayo ni mafuta tu. Na mimi naita majaribu ni mafuta. Mapito ni mafuta. Kama nisingepita haya nisingesimulia leo. Nisingeyasema leo. Mtu mmoja akaniambia Mwamuruku, leo sisi hatuna kazi, akina Paulo ndio walikuwa na kazi. Nikamcheka sana. Nikasema sema wewe huna kazi. Wenzako tuna kazi. Kama akina Paulo walivunjikiwa na majahazi, wenzako tumevunjikiwa pia na sisi na majahazi. Nikamwambia, katika mapito yangu ya huduma nimewahi kupita mahali nikaazimwa gari kwenye huduma, alafu namaliza mkutano na huduma, sina mafuta ya kurudi nayo nyumbani mjini. Alafu nimebeba wanakwaya, wengine wanafunzi. Niliweka lita 3 mahali pa lita 15. Tulitembea tulifika. Na tukasahau kama hatuna mafuta. Kwa hiyo nao ni maajabu.
Kwa hiyo nikamwambia, lakini pia tumewahi kukosa mahali uelewe unakwendaje. Umevunjika na huna namna ya kwenda. Lakini Mungu akatokezea njia. Mimi nimetembea na magari na lingine nimeendesha mwenyewe. Niko kwenye safari zangu za umisheni jimboni, mafuta yakaniishia huko. Kabisa yameisha. Na ni Jumamosi jioni. Jumapili natakia niwepo kanisani. Nikaomba wakanitumia hela. Gari ya dizeli. Hamna mahali pa kununua mafuta ya dizeli. Sasa nikawasha, nikasema Yesu nitakapozimikia ndio hapo hapo. Nilitembea mwendo mrefu zaidi ya kilomita 50. Zaidi ya kilomita 50 narudi nyumbani. Mpaka kwenye sheri. Niliingia kwenye sheri kama mwehu fulani. Nikiogopa isije ikanizimikia hapo. Kwa hiyo Mungu yupo anatenda kazi. Yesu bado yu hai. Nataka nikutie moyo unayepita. Yesu yupo, bado ni mtetezi. Maisha yako ya leo sio ya kesho. Utumishi wako wa leo sio wa kesho. Mungu anatutoa kutoka hatua kwenda hatua, imani kwenda imani, kiwango kwenda kiwango. Kwa sasa hivi niko hapa, ni eneo la 5 kuabudia, lakini tunajenga gorofa hapa. Baada ya miaka 2-3 utaona gorofa limesimama hapa. Kwa hiyo tunaendelea na ujenzi. Kwa hiyo endelea kutuombea pia ili tutimize hayo maono. Mungu akubariki sana. Na nawakaribisha Mwanza. Karibu kijisikia kuja kutumika Mwanza. Bado mahitaji ni makubwa sana Mwanza. Tuna vijiji vingi havina makanisa, tuna kata nyingi hazina makanisa, tuna maeneo mengi yasiyo na makanisa. Moja ya maeneo ya kimisheni ni maeneo ya Usukumani. Maeneo ya Usukumani ni ya kimisheni. Kwa hiyo nawakaribisheni mahali popote mlipo. Watu wenye wito wote ikiwezekana mje Mwanza, na Mungu awabariki sana. Mimi, Bwana Yesu asiwe sana. Mimi ni mzaliwa wa Mbeya na tumeoana wakati tuko Mbeya. Jina langu ninaitwa Rose Rubeni Mwambembela. Kwa sasa hivi nimeolewa, siitwi Rose tena Rubeni Mwambembela. Ninaitwa Rose Anyigulile Mwamluku. Maana ndio baba yangu wa kiroho, tumeambatana, tumekuwa pamoja na mume wangu. Mimi katika kuolewa sikuzania kana kwamba nitakuwa mama mchungaji. Hata wakati ananiambia mume wangu kusema mimi nimeitwa naenda Mwanza, kweli nilijaribu kukataa, lakini kama ni mpango wa Mungu, mpaka sasa naitwa ni mama mchungaji. Tunaambatana pamoja na mume wangu, pamoja na kwamba tunapita kwenye mapito makali, lakini ninamuona Bwana kupitia kushuka mbele za Bwana, kunyenyekea mbele za Bwana, na Bwana tunauona ukuu wa Bwana. Kwa hiyo wakati anakuoa yeye tayari alikuwa ni mchungaji? Hapana, alikuwa sio mchungaji. Sasa alipokuoa alafu akasema kwamba nimeitwa, ulilipokeaje hilo jambo? Nililipokea kwa ugumu, lakini kama jambo limetoka kwa Bwana hakuna upinzani. Yaani vyote vinakuwa sawa. Hata ungepinga vipi, bado litakuwa kama ni la Mungu. Kama ni la Mungu liko vizuri, hakuna upinzani. Kweli tumepitia magumu sana. Tumeacha watoto wetu Mbeya miaka 7. Watoto wako peke yao Mbeya, lakini tumemwona Bwana. Bwana ameweza kufanya mambo makubwa. Kweli watoto walikuwa wanakaa Mbeya wako peke yao, lakini Mungu alisimama pamoja na watoto. Watoto walikuwa wanaendelea kusoma, huku tunaendelea kumtumikia Bwana. Watoto wanaendelea kusoma na Mungu ameweza kuwawezesha, si kwa akili zetu, ila ni kwa ukuu wa Bwana. Wamesimama pamoja na Mungu na mpaka sasa wako pamoja na Mungu, waliendelea kusoma na wamemaliza vizuri. Wengine wako majumbani mwao wameolewa. Bado tunamshukuru Mungu, na mpaka hapa tulipo tumepitia mapito mengi. Mchungaji wangu amepitia mambo ya ajali
nyingine ajali za kutisha, lakini Mungu aliweza kumwezesha, kumnusuru, alitoka vizuri, kisha tulimuona Bwana. Yaani kulikuwa na ugumu mpaka unatamani tuache huduma tuende nyumbani, lakini Yesu kupitia mme wangu, imani ya mme wangu, mpaka tulipofikia hapa tumemwona Bwana. Kweli kulikuwa na ugumu wa kukatisha tamaa kiasi kwamba tuache kazi turudi nyumbani, lakini kwa kusimama kwetu, imani ikitoka kwa yani, ukiwa na msimamo wa kimungu ndani yake, hakuna linaloharibika. Mapito ya mme wangu, yani hata mimi mama mchungaji nimejifunza kitu kwa mme wangu. Sikuwa kama hivi nilivyo. Mimi nilikuwa mkimya sana, lakini kupitia mme wangu nimejifunza kitu. Kwa kweli kama kuna mtu anayenisikia, ukimtegemea Mungu hakuna kinachoharibika. Ukimtegemea Mungu, kisimama mbele za Bwana, ukimuita Mungu na Roho Mtakatifu yuko moyoni mwako, hakuna kinachoharibika. Kweli Mungu anafanya vitu vikubwa vya ajabu vya kuweza kushangaza watu, na Mungu amesimama pamoja nasi. Hakuna kitu kigumu mbele za Bwana. Bwana anaonekana juu yetu. Nimezungumza na mchungaji, yako mambo mengi ameyapitia, yako mapito mengi ameyapitia. Wewe kama mama mchungaji, ni jambo gani ambalo mchungaji alipitia likakuumiza, likaweka alama katika maisha yako? Kwanza jambo moja, wakati anafungua kanisa, amekuja huku Mwanza, hakuna mtu anayemjua, lakini hatimaye aliweza kufanya nini? Kukutana na watumishi wa Bwana. Alipokuwa amekaa maeneo hayo, akawa anaendelea anatembea kwa miguu, anaweza akatembea kutoka hapa Mwanza mjini mpaka Nyegezi, anatembea kwa mguu. Sisi tuko Mbeya, maana alipokuwa amekuja huku tulikaa mwaka mmoja Mbeya, ndio maana tukawa ikafikia muda tukaja huku. Baada ya mwaka mmoja tukaja kutumika pamoja na mme wangu. Lakini pale alipokuwa amefikia, walimchoka, wakasema tumechoka, atafute sehemu nyingine ya kuweza kuishi. Lakini alipokuwa ananisimulia, kweli nilijisikia vibaya, kana kwamba kwa nini tu usirudi? Kwani kuna kutumika ni Mwanza tu? Si ungetumika hata huku Mbeya, kuna sehemu nyingi ya kutumika. Lakini imani ya mme wangu imenifanya mpaka nisimame, mpaka hii leo nipo ninamtukuza Bwana. Ninasema hivi, wanawake wenzangu, wa mama wachungaji, mnapoanza kazi, hebu shikamaneni, muwe kitu kimoja. Zaidi ukitaka kitu kizuri, magoti, tusichengane na maombi. Hebu tujiazimishe kwa Mungu, tuendelee kumwomba Mungu, ndipo tutauona ukuu wake Mungu. Ninawatia moyo wengine wenyewe wanaanza kazi, yani vitu vikubwa vya kuweza kufanyika, vitu vikubwa vya kufurahisha moyo. Tukisimama na Bwana, tukizidi kumwomba Mungu, tukipiga magoti na kumwomba Mungu, tukifunga na kuomba, Bwana anaonekana. Tusikate tamaa, bali tumwangalie Mungu aliyetuita. Tumwangalie huyu Mungu atafanya vitu vikubwa, na tuwe na imani. Isiwepo ile moyo wa kukata tamaa, ya kukumbuka yale ya kukumbuka nyuma kwenye umetoka. Hebu tujiazimishe sawasawa kwa Bwana. Bwana haweza kufanya vitu vikubwa vya ajabu. Amina.